Wakati nakuja nasema bwana, leo naenda kwa Dr. Sule kuongea naye. Wakatuambia bwana, hebu katuulize kwa Dr. Sule kikitu. Wanasema kwamba kwa nini watu maarufu, wasanii wakubwa, waigizaji, ni watu ambao wapo kwenye vichwa vya juu vya mitandao, wanahusishwa na kutumia majini. Ukiwa kama dokta, hii imekaaje? Ni kweli lisemwalo lipo, au kama lipo linakuja, au ni vile ambavyo ukishakuwa una kitu watu wanatafuta sababu yoyote ya uonekane mchawi au mshirikina? Kwanza kuna kitu watu wanatakiwa wafahamu kwa dunia ya leo. Mitandao au media ndio zinaongoza kupromoti mambo yawe mazuri ama mabaya. Dio. Na media ndio chombo kwa sasa kina uwezo wa kulifanya zuri liwe baya na baya liwe zuri. Nimewahi kusema mwanzoni, hata neno la Kiingereza news ambalo lina herufi 4. Watu wengi huwa wanajua news ni habari, lakini hakuna ukweli wowote kwamba news ni habari. Dio. Ni herufi 4 zinazobeba dunia. Kama vile unavyoona internet, ingia ndani ya neti au kuingiza kitu ndani ya mtandao. Manake dunia imeingizwa kwenye mtandao kwa hizi herufi 4. Yani dunia imekuwa monitored kwa hizo herufi 4 ambazo ni N, E, W na S, ambayo N ni north, E ni east, W ni west na S ni south. Kwa news maana yake hiyo, haina maana ya habari. Hakuna kamusi yoyote duniani inayokubali news ni habari. Lakini swali linakuja, watu waingie kwenye mtandao au kwenye wavu au katika huo mfuko kwa kutumia hizo herufi 4, dunia, mashariki, magharibi, kaskazini na kusini. Wanaingizwa humo kwa malengo gani? Wanaingizwa humo kwa malengo ya kuasiana, kukoseana, kumkosea Mwenyezi Mungu. Kwa wanadamu leo wanautumia sana mtandao kwa maslahi ya dunia. Na mitandao iko kama kisu kikali. Ukikitumia vizuri unakula nyama, ukikitumia vizuri kinakutoa damu na kinakuacha na jeraha. Ndio kusema kwamba katika maisha ya kila siku ya mwanadamu, unapoutumia mtandao unatakiwa kwanza utafakari hatima yako baada ya kuondoka duniani. Kwa sababu Mwenyezi Mungu anasema ndani ya Qur'ani katika surati Yasin, tunawaandikia yale wanayofanya na athari ya mabaki yale waliyofanya baada ya kuondoka duniani. Kuna vitu ukivifanya vinaisha hapo hapo na kuna vitu ukivifanya vinabaki athari yake. Kwa unapotumia mtandao vizuri, basi utapata thawabu wakati ule na baadaye. Ukiutumia mtandao vibaya utapata dhambi wakati ule na baada ya kuondoka kwako. Kwa hiyo vijana kuwa katika headlines nyingi, hasa wasanii kuwa katika headlines za vichwa vya habari mara nyingi, kwa sababu dunia ili wafanye biashara ya mtandao lazima watumie watu maarufu pia kuuza hizo habari. Kwa sababu huwezi kwenda kuuza habari ya mtu yuko uchochoroni, uko Mbwinde, nani atasikiliza, hawataangalia habari yake. Lazima utafute mtu ambaye unajua anafanya kitu na watu watashabikia kuangalia taarifa zake. Na ndio maana hiyo inawapelekea mpaka hao wasanii wenyewe leo ndo anamkosea Mungu. Ndio inafika mara mtu anafiwa na mbwa, mwisho wa siku anaamua kwenda kutengeneza matanga, anatengeneza daftari la lambilambi. Yote ni kutafuta kiki tu ili jamii ipate kumuona kwamba yeye ana kitu cha ziada amekifanya, mwisho wa siku unamkosea Mwenyezi Mungu. Kwa hiyo niseme tu swala la huruma au swala la wanadamu, kimsingi umaarufu unatengenezwa na hiyo hali niliyoieleza. Hiyo hali niliyoeleza ndio inatengeneza umaarufu. Mitandao ya kijamii ndio inatengeneza sana umaarufu. Kwa kila mmoja anatamani kuwa na kitu kipya jamii itakipokea. Ni kweli kwenye kila inuko la msanii au mtu maarufu yoyote kuna ushirikina kama ambavyo jamii inasema, aidha kuhusishwa na Freemason au Illuminati? Sio wote, lakini wapo. Wapo. Sio wote lakini wapo. Kwa sababu ukisema kila msanii unalazimisha hata waliofanikiwa na wasiofanikiwa. Ndio. Ukisema kila msanii unalazimisha underground na wale ambao wameshapanda. Illuminati, mustashirikina kwa jina jingine. Kwa taarifa yako hawana habari na mlala hoi mvimba macho. Wanatafuta mtu ambaye ni content. Hata akiwa hajajipata lakini ni content. Anaenda mjini. Yani wao wanaamini kwamba kumtumia huyo kuna kitu cha ziada kitaongezeka. Sasa ninachotaka tu nikwambie, sio wasanii wote wanatumia viumbe au majini katika kufikia hayo malengo ya usanii au kuwa wakubwa. Sio wasanii wote. Sio wasanii wote.
Ni wachache wanaofanya hivyo, na katika waliofanikiwa pia wako wachache. Wengine ni nguvu ya soda, power ya kawaida, anafanya kazi, na ndio maana unakuta mtu ana trend kwenye game labda miaka yake 3 4, baada hapo anapotea. Lakini wale ambao wanaweza kutrend kwa muda mrefu na kakaa kwenye game kwa muda mrefu, huyo atakuwa nyuma yake ana backup ambayo inamfanya afike hapo alipo, na mara nyingi inakuwa ni viumbe. Na sio tu kwenye usanii, hata kwenye uongozi wa kisiasa, wa kiserikali, sio jambo rahisi kiasi hicho. Huwezi kuendesha mwenyewe tu maisha na ukaenda tu umenyoka, usipate vitu vya kukushusha. Sasa Dr. Sule, ulisikika ukisema kwamba katika simu ambazo unapokea kwa siku, asilimia nyingi ni vijana wakitaka uwaunge na Freemason, wanakuona kama wakala wao. Kwa nini wanakufuata wewe? Kwa nini ni vijana? Kuna mambo mawili. Kwa nini ni vijana? Vijana ndio wamepigwa na maisha zaidi kuliko kundi lolote kwa sasa. Yaani kundi la vijana ndio limepigwa maisha kuliko kundi lolote, kwa sababu tunazalisha vijana wengi wenye elimu lakini hawana njia za kupata kazi. Kwa sababu mifumo ya elimu tulionayo katika shule zetu tangu baada ya mkoloni mpaka miaka 5 6 iliyopita, mifumo yetu ya elimu ilikuwa inamuandaa mmoja kati ya maeneo mawili tu mtu awe. Ima awe mfanyakazi, hiyo sehemu ya kwanza, au awe mwalimu. Yani mifumo yetu yote ya elimu inamuandaa mtu kwenye nafasi mbili tu. Ima akawe mtumishi au akawe mwalimu. Na ndio maana leo tuna maprofesa, malecturer tu. Hatuna profesa wanaosimamia viwanda kuendesha. Tuna maprofesa wa uchumi, lakini uchumi una shida. Tuna maprofesa wa teknolojia mbalimbali, lakini hatuna maendeleo. Mtu kasoma kiasi ambacho anajua utambuzi na matumizi ya mimea, lakini nguo tunaenda kutengenezea India na China. Unajiuliza maswali, kwa nini pamba ilimwe Tanzania, nguo ikatengenezwe India, alafu ije iuzwe kwa gharama kubwa kuliko pamba iliyolimwa? Yani sisi tumelima pamba wenyewe, tumeuza kwa gharama ndogo, alafu tunaletewa nguo inanunuliwa kwa gharama kubwa. Kwa nini? Kwa sababu sisi tumeandaa maprofesa wa kufundisha. Si tuna maprofesa wa kukaa darasani. Maprofesa hao tunao, hatuna maprofesa wa kuzalisha malighafi zinazotokana na elimu. Ndio maana hatuna kiwanda cha gari, hatuna kiwanda cha pikipiki. Ukiangalia leo viwanda vingi Tanzania, Wachina ndio wamejenga. Na waendeshaji wengi wa China. Kwa lugha rahisi, tunaishi kwenye theory kuliko practical. Yes. Ndio shida kubwa tulionayo. Sasa vijana wengi wanapomaliza shule sekondari ama wanapomaliza vyuo, kwa kuwa ajira nafasi yake ni ndogo, na wengi wao hawako tayari kufanya kazi ngumu kama kubeba zege, kulima, kufanya kazi ngumu, hawako tayari. Au vibarua, mtu anafika mahali mimi na degree alafu niende nikafanye kibarua nilipwe pesa, inamuumiza. Anatafuta shortcut katika utafutaji wa kifedha. Mwisho wa siku anaona tangazo, wahuni wengi wametangaza, anahisi kwamba akipita huko ndo atapata mafanikio. Hiyo ndo sababu ya kwanza, kwamba vijana wengi hawajaandaliwa kisayansi kuwa wanaweza kujitegemea kutokana na elimu zao. Hivyo basi wanalazimika kutafuta njia mbadala nyepesi na rahisi ya kuingiza kipato. Sababu ya pili, matumizi mabaya ya mitandao ya kijamii juu ya jina la Dr. Sule. Ili nalo ni tatizo. Ndio maana kwa nini wewe? Yes. Kwa sababu kuna baadhi ya watu wanaamini Sule ni Freemason, na wanaamini hivyo kwa sababu ukienda Instagram leo, kama kuna akaunti 10 zenye picha ya Dr. Sule, basi 9 katika hizo zinaonyesha Sule ni Freemason. Yani watu wametumia picha ya Sule kujitangaza wao ni Freemason kwa namba zao. Kwa namba unaenda kukutana nayo sio ya Sule, akaunti unayokutana nayo sio ya Sule, lakini Sule unaenda kukutana naye kwenye jina na clip anayoiweka pale. Na hiyo inatokana na nini? Sule hii inatokana na nini? Jamii inanikubali. Kitu nilichojifunza, jamii inanikubali. Mlengo huo. Jamii inanikubali kwamba mimi ni mtu sahihi. Kwa hiyo mtu mwingine anaamini njia pekee kwake ya kutafuta pesa ni kulitumia jina la Dr. Sule. Yani atarahisisha watu kumwamini. Yani jamii inaniamini kuwa mimi msaada kwa watu. Kwa kuwa jamii inaniamini na wale wanaoniamini wengi hawajui namna ya kunipata. Wahuni nao wana take advantage kutengeneza account ambazo zitawaaminisha watu kuwa huyu ni Sule ili wajipatie kipato. Na ndio maana watu wengi wanaibiwa.
Hii inaasili vipi utendaji wako wa kazi? Binafsi hainiathiri utendaji wangu wa kazi kwa sababu nawahudumia binafsi na wahudumia na wanafurahia na wanafaidika, ila inaathiri jamii na kuleta taswira mbaya kwamba kuna watu wanaishi maisha ya kubangaiza. Unajua, unapotumia jina la mtu kwa akaunti yako na maslahi yako alafu unasema uongo, inakufanya wewe unajidhalilisha mbele ya Mwenyezi Mungu na unapata dhambi pia. Kwa mfano, tumetoa udi wa Hasad Guard, udi ambao leo uko sokoni na haupatikani dunia nzima isipokuwa kwangu. Sio Afrika, dunia nzima, kwa sababu ni product yetu tu sisi. Hii product sisi ndio tumekubaliana na wataalamu wa mimea asili wa Kihindi tutengeneze hii product, na tumewaambia product yetu sisi kwa aina ya mashetani waliopo kwetu na maeneo mbalimbali duniani tutie kimbatio 1, 2, 3, 4, 5 hivi, vikiingizwa vikichanganywa, ukitengenezwa udi, mtu ataupata, atatumia, ataondokana na hasadi, ataondokana na uchawi, ataondokana na majini mabaya, ataondokana na mizimu mibaya. Walipofanya uchunguzi wale wakagundua kweli, wakakubali, kwa sababu kutengeneza pia kwao ima kulitengeneza jina lao au kuliharibu jina lao. Walipofanya research na kugundua kuwa ndio kweli, wakakubali kututengenezea udi huo na sisi tumeuleta. Sasa kuna account huko mtandaoni za Dr. Sule zinauza udi, hata pa kuupata udi hana. Mtu anavuta hela, mwisho wa siku akiambiwa apeleke udi anazima na simu. Hana pa kuupata, hawezi kuja kununua hapa, anunue hapa 10,000 amtumie mtu 10,000, anapata faida gani? Inakuwa ngumu. Na mimi nishatangaza bei ni 10,000. Kwa hiyo mtu hawezi kuuza 40,000, atauza tu ile 10,000. Sasa Dr. Sule, wewe umejipanga vipi kukabiliana na changamoto hiyo, au kuna mbinu gani mbadala ambayo umeichukua katika kulisafisha jina lako na kuzizuia hizo account fake ambazo zinachafua taswira yako ya nje katika jamii ambayo umeijenga brand yako kwa uaminifu mkubwa na kwa juhudi na bidii kubwa zaidi? Cha kwanza tunajaribu kuripoti kwa vyombo vya dola na wanalifanyia kazi, kwa sababu kutumia maneno ya mtu na picha ya mtu katika akaunti binafsi ambayo si ya kwake, hayo ni makosa ya matumizi ya mtandao. Bila ruksa. Yes, hayo ni makosa ya matumizi ya mtandao. Tumejaribu kuripoti kwa watu wa serikali, wanalifanyia kazi na tunaamini soon as possible tutapata majibu mazuri kwa wale wanaofanya hilo jambo, kwa sababu sitaki kulizungumza alisije mtu akawa shaharibu akajificha. Ni bora tuliache kwanza huduma, yani watu wapate kile tulichokikusudia. Lakini la pili, najitahidi kuzungumza ili kugundua kwamba huyo unayezungumza naye sio Dr. Sule na ni mtandao fake. Kuna option mbili. Ya kwanza, namba yangu ya simu nimezitaja, ni 800 400 na 800 400 200. Namba zangu nyingi za simu ziko hizo, 800 400 na 400 200. Hizo ndo namba zangu, kwa maana 0748 800 400, 0710 400 200. Hizo ndo simu za ofisi. Ukiona umeenda simu nje ya hiyo, hizo simu sio za kwangu. Yani mtu yoyote atakuletea simu zaidi ya hiyo sio ya kwangu. Kwa hiyo kwanza tumejitahidi kuitambulisha sana namba yetu ya simu. Lakini la pili tulilolifanya ili kuepusha jambo hili na kusaidia jamii isiendelee kudanganywa zaidi, tunawaambia mtu yoyote unapozungumza naye akakwambia tuma pesa ili nikuhudumie, muombe umpigie video ili ukonfamu unayeongea naye ndo Dr. Sule kweli. Ukimuona hataki video, anakwambia niko busy sasa hivi, ongea na wasaidizi wangu, huyo mwizi anakudanganya. Kwa sababu hata kama hawezi kuongea, si atakuona ndio mimi umeniona, anaendelea na kazi zake, unatuma, una uhakika. Kwa hiyo na mimi naamini hata kama watu wanafanana wawili, hakuna Dr. Sule copyright na mimi. Kwa Tanzania hakuna. Kwa hiyo bado tutarudi, dunia watakuwepo, siwezi kusema hakuna, lakini naweza tu kusema kwamba kwa namna yote ile tunajitahidi kuelimisha jamii isikubali kudanganywa na kuibiwa. Dr. Sule, tumalizie na